Bwana asifiwe. Hebu fanya hivi kama umeniona. Tingiza. Hebu jaribu kama uko haulali. Tingiza tena. Jaribu kutingiza. Basi. Bwana asifiwe. Nataka nichukue nafasi hii kwa sababu nilijua nitakaposimama nitaamsha niliyotembea nao. Kwa hivyo kama nilitembea pamoja na wewe, vijana wangu, can you rise on your 2 feet? Yes. Unaweza keti sasa. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi iliyo nzuri. Nami kama vile watumishi wa Bwana wa kwanza wamenena, naelewa ya kwamba kama watu wakiingia katika uwanja, wakati mwingine nilikuwa ukimbiaji, ukiwa unakimbia, mtu akiwa wa kwanza akishika kijiti huwa anaenda kana kwamba hataki kuona mwingine nyuma akimfuata, huenda anakimbia vilivyo. Kwa hiyo wakati ya kwanza akienda, na wewe ambao unasalia nyuma unaanza kuumia, maana huenda wewe haukuwa na mbio ambazo zitashindana na huyu. Kwa hiyo sasa unaanza kuumia katika nafasi hiyo. Ndivyo katika maisha yetu hata ya kiroho. Niruhusu katika nafasi hii nianze kunena kitu kimoja ambao nimeanza kujifunza katika mahali hapa, ikiwa cha maana kabisa katika maisha yangu. Nashukuru Bwana kwa sababu ya maisha yangu. Nashukuru Bwana kwa sababu amekuwa mwokozi wa kufanya mambo mazuri katika maisha yangu na katika maisha ya wale ambao ninakaa pamoja nao. Wakati nilipokuwa katika nafasi sielewi matumaini katika ndani ya maisha yangu, nilianza kuumia katika nafasi iliyokuwa ngumu kabisa katika nafasi. Lakini baada ya nafasi ya kwanza kuelewa katika nafasi ya matumaini ndani ya maisha yangu, nikaanza kuona Bwana akinitetea. Nikaanza kuona wadugu wakiwa wa baraka katika maisha yangu. Nataka siku ya leo uende pamoja nami katika nafasi hii ya kwamba kuna vitu vya muhimu katika maisha yako vinaweza kukupa matumaini ama vikose kukupa matumaini. Tembea pamoja nami katika nafasi hii. Kuna vitu vya matumaini. Hebu katika nafasi hii ninataka tusome maandiko yako katika nafasi hii. Nenda pamoja nami katika kitabu cha Luka mlango wa 7. Luka mlango wa 7. Luka mlango wa 7 na mstari wa 11. Nitaanza katika nafasi hii. Niruhusu nisome katika nafasi hii na nikaanze kuingia katika ndani. Kuna mambo fulani ambayo yamefichwa katika mahali pale na ninataka uyaone katika nafasi yako. Maandiko yanasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti, akachukuliwa nje na mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipoona, alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakwambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, na akampa mama yake. Hili ndio andiko la Bwana.
katika nafasi ya maisha. Ninashukuru kwa sababu mwalimu wa kwanza aliyekuwa anafungua alikuwa akinena mambo ambayo ninataka uyaone na ndipo tuone katika nafasi hii. Alizungumzia mahali ambapo tunaona watu watatu wakijulikana na laini linakuja mahali pale. Tunaona katika mahali pale, tunaona mkulima, na tunaona mahali pale, tunaona msabibu, na tunaona mahali pale, tunaona tawi, na tunaona mahali pale matunda ambayo yatakuwa saliwa katika nafasi hiyo. Na alipokuwa ananena katika mambo haya, kwangu mimi nilipokuwa ninaanza kusikia na kuchukua maandiko haya vile yalivyo, naliona kama Baba anaanza kunena katika mahali hapo, na yeye ndiye aliyekuwa ananena mahali hapo. Anaanza kuambia mahali hapo watu hawa waelewe katika nafasi waliomo. Huyu ni Yesu ambaye ananena pamoja na wanafunzi wake, na hawa wanafunzi ambao wamekaa pamoja nao na amewafundisha jinsi watakavyokuwa wanaondoka waende nje na wakafue mioyo. Akaanza kunena pamoja nao, na alipokuwa anaeleza katika nafasi hii, anaanza kuona katika ndani ya huyu ambao ndiye msabibu, na ndiye anawaambia mtakuwa na nafasi ya kuona katika nafasi hii. Kwa hivyo ananena kwa msabibu, na msabibu ulikuwa sasa au neni umenyamaza, umenyamaza katika nafasi hiyo. Alipokuwa anaenda kunena katika mambo yale, hawa wanafunzi waliokuwa wamekaa pamoja na Yesu Kristo, wengine walikuwa wamefika viwango na hata wengine wametoroka. Na katika mahali pale ndipo yule mwalimu wa kwanza alipokuwa ananena ya kwamba ni kukaa ndani ya neno, ni kukaa ndani ya neno. Na alipokuwa anasema kukaa ndani ya neno, hapo ukikaa ndani, kuna kitu ambao unakaa ndani na kuanza kuiona ndani kunena, kumbe kuna nje. Kunakuwa na watu walikuwa wamekaa nje, na kwa hiyo sasa hata ananena na watu ambao wananenda kukaa ndani, na nataka kuambia umuhimu wa kukaa ndani ya huyu Yesu katika nafasi yake ni kukaa ndani, na akaanza kutumia mambo yanayoonekana ili watu hawa waelewe. Akaanza kusema mkulima kazi yake kila mara anachukua hatua ya kwenda kufanya kazi. Anaweza enenda wakati mgumu, anaweza enenda wakati wa kufaa, anaweza lia. Ni kwa sababu anapoenda kupeleka kupanda, yeye anaenda kupanda katika vilio, kwa sababu nyumbani mwake atakuwa yeye hana chakula, lakini itabidi aende apande. Haleluya! Kama umeliona nipungie mkono. Ninataka uanze kuona katika nafasi hii kukaa ndani. Kuna umuhimu wa kukaa ndani, na kukaa ndani alikuwa anaambia wanafunzi kukaa ndani. Kwa hiyo lazima ukae ndani. Unaweza kuwa haukai ndani, ndio shida. Kuna nafasi ya kukusumbua katika nafasi hiyo. Na kwa hiyo alipokuwa anaanza kuambia kukaa ndani, alielewa wakikaa ndani wanaenda kunifanya mimi nianze kuonekana katika nafasi. Faida ya mkulima, anapolima lazima aelewe ya kwamba anapata mapato. Haleluya, haleluya! Bwana alitaka mapato, Bwana alitaka mapato, na alipokuwa anataka mapato, tunamuona anaanza kutumia nafasi hii ili maisha yake yajayo yasiwe na nafasi iliyo ngumu. Kwa hiyo katika nafasi hii maandiko yanaposema katika huyu mtumishi ambao ni Luka, tunamuona Luka akiwa daktari, na katika nafasi hii
anaingia katika nafasi na kuanza kuzungumza ufasaha wa maandiko sawasawa na mapenzi ya Bwana. Na alipokuwa anaanza kuandika, anaandika yale mambo ambao wale watu ambao watumishi waliokuwa wamenakili, anaanza kuyaweka katika maandiko ili watu hawa waanze kuelewa. Kwa hiyo wakati ambapo tunamuona baba anazungumza kwa sababu ya mtoto, mtu akae ndani ya mtoto, na hapo ndipo awe na matunda. Hakuna mtu yoyote katika nafasi yake atakaokuwa anazaa matunda asipokaa ndani ya Yesu. Kwa hiyo kukaa ndani ya Yesu kuna umuhimu, kama vile kuna vitu vya muhimu katika maisha yetu. Kuna vitu vya muhimu. Kwa mfano, kama unataka mtoto awe mtoto mzuri wakati wa sasa, serikali yetu anasema mtoto aende shule, na kama hataenda kusoma, mtoto huyo atakuwa wa muhimu. Na akienda kusoma, mtoto huyo atakuwa na stakabadhi ambao zitamruhusu akiingia mahali hapo anakubaliwa, kwa sababu ako katika mahali pa kufaa. Kwa hiyo karatasi zile zitamsaidia aende Amerika, zitamsaidia aende nchi nyingine, kwa sababu ni karatasi za muhimu katika maisha yake. Kwa hiyo maisha ya mtakatifu katika nafasi hii yabidi usaliwe katika nafasi hii, yabidi you abide. You must abide. Kama wewe hautakaa katika mzabibu, hautakaa katika mzabibu, hauna nafasi yoyote ya kuzaa. Yawezekana umekuja siku ya leo, yawezekana uko na nena katika mahali yako, lakini kuna kitu kimoja ambao wewe hujaanza kuiona. Kama vile mwalimu wa kwanza alikuwa anasema ya kwamba ninashangaa kwa sababu wakati wa kule watumishi wa Bwana walikuwa wakiingia mchi, mapepo yanalia na yanaanza kutambua wamekuja katika mahali hapa. Na kwa hivyo nataka nikwambie, hata sasa mapepo yametambua tuko mahali hapa, yametambua, mapepo yametambua tuko mahali hapa, maana tuko tunafanya kama vile Bwana alivyo. Haleluya! Yanatambua tuko mahali hapa, lazima yatambue tuko mahali hapa, na ndipo watu wamechini katika mahali hapa, watu wanakaa katika mahali hapa. Mapepo haitakuwa na nafasi yoyote, maana tumemleta Yesu ambao tumekaa ndani na tumeona umuhimu wake wa ndani, tunaenda kuona matunda. Haleluya! Matunda ni kwamba mama anaenda kuokoka, baba anaenda kuokoka, mtoto anaenda kuokoka, hata pakawa tena na mapepo, maana tunasema Yesu ni Bwana wa mabwana. Haleluya! Ni Bwana wa mabwana. Yesu alipokuwa akitembea akieleza katika mambo haya, tunaona kuna nafasi. Yeye amekuwa katika nafasi hii, baba yake anamzungumzia. Mwalimu wa pili alipokuwa anakuja, akananena kwa mtu mwingine ambao katika Utatu Mtakatifu, ambao maandiko yanasema katika Utatu Mtakatifu mambo haya yanatenda. Mungu Baba anashuhudia mtoto, na sasa mtoto naye amesimama, na wa pili alipokuwa anakuja kwa mtoto yule ambao sasa anaitwa Roho, na alipokuwa anazungumzia Roho akaanza kueleza uzuri wa Roho, na pia atakapokuwa anakuja, ninashukuru Bwana kwa maisha yangu, maana ninamuona Roho katika ndani ya maisha yangu, ninamuona Roho akifunua siri niliyokuwa siijui, lakini wakati wa sasa naijua kwa sababu ya Roho. Kwa hiyo Roho akiwa ndani yako atakufahamisha mambo yajayo. Na tena anasema namna gani? Roho akiwa ndani yako atafanya mambo ya hukumu, uanze kujua mambo ya hukumu. Kwa hiyo lolote unalitenda, elewa ya kwamba kuna hukumu, maana wahukumu aliyekuwa amekuja, na amekuja kumhukumu ambaye ni Shetani. Haleluya! Amekuja
ambayo ni shetani. Na unaweza, si ajabu, shetani hutumia vyombo. Shetani yeye hutumia vyombo kwa sababu he is the spirit. He used the object to manifest his work. Yes. He used the object. You might be the one. You can find yourself in his house, but you are the object of the enemy, and the enemy is using you. Satan is now looking for an object to use. Kwenye wakati ambapo sasa shetani anatafuta katika nafasi, na ndipo aliingia, na Yesu alipoona akasema ya kwamba huyu mshtakiwa wakati umefika. Na kwa sasa ndipo wakati wa sasa, watu ambao wa global ministry wamekuja kukusanyana katika sehemu ili waone umuhimu wa ndani, na ndani ya Yesu ndiye aanze kuleta nafasi hii, na wakiona waone Roho wa Bwana akianza kusaidia. Kwa hiyo niruhusu nami sasa nisungumuze mambo ya Yesu aliyokuwa akiyanena akiwa anatembea. Haleluya! Ambia jirani yako Yesu ni Bwana. Kuza na umwambie Yesu ni Bwana. Yes, hata ninajua mmefanya vizuri, mpo mmenipa sauti. Niko naambia wale watu ambao ni Bwana. That is my work. Amen. Nataka wale ambao wako wanalala. Na wewe ukiona mahali hapa utaspend time. Yes. Takuwa na didoka. Great. Gari jirani yako. Itakuwa aibu. Itakuwa aibu wakati mwingine sasa. Kwa hiyo katika maandiko haya, niruhusu watu wa Mungu nianze kunena katika mahali hapa na kufunua mambo yaliyoko mahali hapa. Ninamuona mahali hapa Yesu akiwa na kikundi ambao ni chake amekifundisha, na tena ana kikundi kingine ambao kinafuata kione miujiza. Na wakati alipokuwa anaenda hivyo, ninamuona mama ambao katika mahali hapa amependwa na wamama wamempenda zaidi. Sijui alimpenda kwa njia gani, lakini huenda alikuwa mama wa kukula na watu, alikuwa mama wa kutembea na watu, alikuwa mama wa kuongea vizuri. Tazama, huyu mama alikuwa na mume wake, lakini kwa sababu ya machungu katika ndani yake, matumaini yalikuwa yamekufa. Matumaini yalikuwa yamekufa. Mume wake amekufa, hana mume. Mama huyu amepaki na mtoto ambaye aliyepata na mume wake. Maandiko yanasema hapa amepata mtoto aliyekuwa amepaki naye, ambaye ni tumaini katika maisha yake. Na alipokuwa ndiye tumaini katika maisha yake, tunamuona mtoto huyu alikuwa anasaidia mama. Baada ya baba kuondoka, mtoto akawa ndiye anasaidia mama. Huenda ndiye aliyekuwa anapeana chakula, akawa kama breadwinner katika familia hiyo. Lakini wakati alipokuwa katika mahali pale, kulikuwa na watu wengine ambao hawakufurahia. Huyu kijana kwa ghafla alikufa, na alipokufa mama aliendelea kulia katika nafasi yake, maana matumaini yake yalikuwa yamekwisha. Na matumaini yalipokuwa yamekwisha, tunaona mama katika nafasi yake akiwa analia. Na alipokuwa analia, maandiko ingine nasema alikuwa anapombelezwa na wale marafiki zake, anaambiwa nyamaze, lakini hakukubali kunyamazishwa. Alikuwa akiendelea kulia. Maandiko yanasema akaendelea kulia hata ikakuza Yesu akaanza kuona. Yesu naye pia akaingia katika nafasi ya kulia, akaona
ana uchungu. Leo nakuletea jawabu. Maandiko yanasema katika nafasi hii ya kwamba jawabu ambao liko katika nafasi hii, huyu mama Bwana alianza kumpa moyo awe na matumaini. Bwana alianza kumpa nafasi awe na matumaini, yaani aanze kuwa na tumaini. Mtu aliyemtumaini mtu wa aina gani? Mtu ambaye anaanza kuamini ya kwamba kweli wameniambia, na ni kwa sababu wameniambia inanibidi sasa nione nisikie. Lakini hawa wamama walizungumza, lakini yeye hakusikia. Aliyesema katika nafasi yake peke yake ndiye akasikia, alikuwa ni Yesu, ndiye aliyemwonea huruma. Ndugu yako wanaweza kukuaja. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi, unaposoma mlango wa 27 mstari wa 10, mahali pale maandiko yanasema baba yangu na mama yangu anaweza niacha, lakini Bwana hawezi akaniacha. Na ndipo siku ya pili anasema namna gani? Unaweza kuwa katika nafasi ya mauti. Anasema wanatembea katika mauti. Nichapopita katika bonde la mauti, nichapopita katika bonde la mauti, Bwana anatangaza atakuwa pamoja na wewe. Lakini baba yako hatakuwa pamoja na wewe, lakini mume wako hatakuwa pamoja na wewe, lakini mtoto wako hatakuwa pamoja na wewe. Ninakuletea jawabu usiku wa leo ya kwamba Yesu atakuwa pamoja na wewe katika makaburi. Utaanza kutembea katika nafasi hiyo akiwa pamoja na wewe. Yesu ananena katika nafasi hii, akasema kwa mwanamke huyu, maandiko yanasema alipoona watu wakilia alimuonea huruma. Wakati ambapo unaanza kuwa na watu, unatembea na watu wakianza kukuangalia, ukifilisika katika nafasi yako, wanaanza kukuhurumia. Ulikuwa ukikula vizuri, ulikuwa ukifaa vizuri, ulikuwa ukiendesha vizuri, lakini tazama wakati wa sasa umefiwa. Labda umechukua loni na watu wa loni wamekuja, wamefanya, wameleta action, wamekuja, wamechukua mali yote, wameenda nayo. Kwa hiyo sasa wako wanasema wacha tuende tuangalie, tuone vile alivyo. Kwa hiyo sasa watu hawa wanaweza kuambia hivyo, lakini Yesu anasema la, njoni kwangu. Maandiko yanasema njoni kwangu, njoni kwangu nyinyi mnaosumbuka na mizigo ile misita ambao mmebeba, njoni kwangu. Anaposema njoni kwangu, tunaona yeye anaanza kuona watu wako hapa, anaona watu wako hapa, anaona wengine wako hapa, anaona Mafarisayo, anaona Wasadukayo, anaona the Hellenists, anaona the Sadducees katika nafasi hii. Lakini kila jambo walilokuwa wanapeana lilikuwa jambo la kukwisha moyo mtu asiwe na matumaini. Lakini Yesu aliposimama kando na akaanza kuangalia, ndiyo timu yenu iko na nafasi ya namna hii, ndiyo timu yenu inaweza kupa mambo mazuri, ndiyo timu yako inaweza kupa mambo mazuri. Lakini nataka nikwambie leo, Yesu alipoangalia watu hawa, kila mtu alikuwa anaanza kulima, akianza kuleta kwake, akianza kuleta kwake. Naye Yesu akatumia kibakio, akaanza kuweka, akasema njoo kwangu, njoo kwangu. Bwana asifiwe. Amina. Olero wasio tsikwaso kubulo. Na kio unaweza kuingiza shetani, unasema shetani fire. Na shetani anakuja. Tulikuwa kanisani na msichana mwingine. Wakati mwingine alikuwa na shetani tunakusoma. Chini. Akaingia katika nafasi. Mta sio mta. Shetani aliingia ndani. Akaona kuna mimi. Sasa shetani anapeana
Akajaribu kuambia watumishi wa Bwana, wakaanza kusema hapana, kuambia umetoka. Umepanga harusi, unajua harusi ilipokuwa sasa siku za harusi nafika. Sijui kama wewe ungekuwa mchungaji, wewe ni huyo, ungesema ati mchungaji, ungesema ati uliokuwa na kanyaka. Kwa hivyo tunapokuwa katika maombi ya namna hii ya Bwana kufundisha, Yesu aliambia watu hao, mnapoenda nje juu iweka, ambia mwenzako kuwa na Mkuze, hata kuza kipeti kwa vile iwenda busara. Wakati Yesu alipokuwa anaingia mahali hapa, yeye alianza kutiririsha mambo yake vile anafanya. Na kwa hiyo sasa, kama vile alidhihirisha mambo yake ambayo anafanya kama Bwana, yeye anafanya kama Bwana akiwa na huruma, Kwa hiyo Yesu hapa anakuwa na huruma, na Yesu ana huruma. Hakuna mtu mwingine aliye na huruma kushinda Yesu, hakuna. Kwa hiyo huruma wa Yesu ni wa muhimu. Huruma wa Yesu ni wa muhimu. Lakini huruma wako wakati mwingine unaweza kuletea balaa. Uko unamhurumia mtu lakini kumbe ni mwizi. Uko unalala basi na anaamuka usiku na anaenda na kitu chako, lakini ulimhurumia katika nafasi hiyo. Kwa hiyo mtu aliye na huruma, aliyehurumia mama huyu, ninamuona ni yeye peke yake ambao ni Yesu. Ndiye aliyekuwa jawabu katika maisha yetu ya kiroho. Kila mara wapendwa, tunaweza kuwa na watu ambao wanaweza simama, lakini hautapata watu walio na jawabu kama Yesu. Andiko linasema namna gani? Watu waliokuwa na jawabu walianza kuonekana katika nafasi yao. Yesu anapokuwa ananena, Daudi anaanza kuchukua nafasi, na nafasi ambayo Daudi anaanza kuchukua, basi maandiko yanaanza kunena, yananena Yesu. Lakini wale watu ambao waandishi na Mafarisayo ambao wamesoma katika Torah ya Musa wanaanza kupinga, lakini naye hata anafanya kwa sababu ya mifano ambayo anasema lile la nyuma linakuja sasa mbele na linakuja kupitia kwake. Lakini hawa watu wako wanakataa na wanasema hawana huruma katika nafasi yao. Haya maandiko ndio yapo, na ndio sababu tunakuwa na kuombo watu waanze kuingia nyumba kwa nyumba ili kuambia watu hawa maisha yao Bwana akaanze kuwafungua, maana ni wafungwa. Akiwa amewafunga, amewamaliza katika nafasi yao. Angalia uone, mama mjane amekuwa na mtoto wa kipekee, lakini mama mjane katika nafasi yake, mahali ambapo anaona faida yake, sasa tunaanza kuona adui anaenda kuharibu. Yawezekana hata adui aende aharibu kazi yako, na aharibu kazi yako kama wewe utachua kukaa nje, utakuwa na shida. Ndio sababu naanza kuona mtu anakufuta kwa ghafla, na kwa ghafla anakufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana matumaini. Nje hana matumaini. Kwa hiyo hana Yesu. Yesu alimwonea mama huyu huruma, na alipomwonea mama huyu huruma, tunaona anakuwa jawabu ambayo tunaanza kuliona katika mahali hapa. Anaanza kunena, alikuwa jawabu kwa wana wa Israeli. Huyu alikuwa jawabu kwa wana wa Israeli. Angalia uone wana wa Israeli walipokuwa wao wanatembea, wakakuja karibu na bahari ya Shamu. Maandiko yanasema ya kwamba mbele wakaona bahari na nyuma wanaona adui wanawafuata na farasi,
Walipokuwa katika mahali pale, walianza kulia. Kwa hiyo maandiko yanasema katika mahali hapa, Yesu alipoanza kumuona mama huyu akiwa analia, alimuonea huruma. Kwa nini analia? Tumaini lake limekwisha. Wana wa Israeli walipokuwa wanalia, wamefika katika bahari ya Shamu, walianza kuona matumaini yao yamekwisha. Hakuna mahali pengine, hakuna ambao wataingia, hakuna mahali ambapo watatea. Lakini Bwana aliambia Musa, ambia watu hawa wasilie, ambia watu hawa wasilie, lakini wachukue hatua ya kwenda mbele, wachukua hatua ya kwenda mbele. Hawa watu ambao unaowaona, ambao wamekuwa na farasi, ambao wamekuwa na wako na bunduki, hamtawaona tena katika maisha yenu. Bwana anaenda kuwapigania na Bwana anaenda kuwa pamoja nanyi. Ninyi mtanyamaza tu kimya, lakini Bwana atawapigania. Nataka nishukuru katika nafasi hiyo, nikiingia katika mahali pale, wakati nilipokuwa nimeingia katika taabu katika maisha yangu, nashukuru Bwana kwa sababu siku moja nilipoenda kuhubiri Injili, nikahubiri kwa sababu ya mtu alikuwa mchawi na yeye alikuwa anawaua watu. Ukinena jambo tu na anakuambia hautamaliza risali moja. Lakini mimi nilipopokea wokovu, nilienda kumwambia huyu mtu ukweli ambao uko ndani ya Yesu, na akasema umejileta na hii haitafika saa 6. Wale akasema haitafika saa 6. Nikamwambia yule aliye ndani na ninayekaa ndani yake, basi wewe tutaona ni nani ambao ni mkuu katika nafasi. Kwa hiyo sasa, na akafika mahali na akasema sasa tupite hapa, kwa sababu kulikuwa na vituo vya pombe, na akasema twende mahali hapa nikununulie pombe. Nikamwambia wewe haujui moto ambao uko unacheza nao. Kwa hiyo wakati alipendeza katika mahali pale, mimi nikamaliza katika hali ya service na nikaenda kukurseti katika nilipokuwa ninarudi nyumbani saa 12 na ninaanza kusikia watu wako wanalia. Huyo mjamaa kwa mzee. Amen. 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 Ndio mwenzako hata kucheza na Mungu. Wewe kucheza mahali yako unakuja kulala na kulia. Kucheza na Mungu. Huyu Mungu imekuwa huyu mzaki wa kushuhudia bila amepata ajali na bila wameweka chuma. Ukimwangalia wakati wa sasa unaweza kuona amepitia katika mambo yake. La, huwezi kuona, lakini yeye mwenyewe anajua. Ukiniona mimi niko uhai, ushuhuda wa uhai. Mvua ambao ni rati ilikuja na ikanipiga, ikaanza kuachilia moto tu hivi, ikanirusha, ikaniangusha huko. Mkongo ukawa sasa ndani, niko katika nafasi na inapitia kwa mlango tu shu, na inaenda kuchukua na inaenda ndani. Kila mtu akaanza kusema haya ni maajabu gani? Kwa hivyo nina ushuhuda nikisema wewe unaona sio kawaida, lakini ni mimi. Huyo Mungu. Wewe unakuza tu Mungu kwa sababu unasema huko nasema ati shetani. Wewe uchapitia. Wewe uchapitia. Kuna mambo mengine ukianza kushuhudia na unaanza kuona mambo haya. Miaka hii 44 ikiwa unasimama kwa madhabahu, kuna mambo ambayo nimepitia. Mji huu, wale watu ambao wanahubiri mji huu, hata mzee wa mahali hapa anajua kuna mtu huyu yuko mahali hapa. Kuna mambo wewe waacha kupaza papapaza. Waacha kupapapaza neno la Bwana. Chukua nafasi katika nafasi ya maisha yako. Huyu mwanamke katika nafasi yake, maandiko yanasema mwanamke huyu yeye aliponyamaza, na hapa neno la Bwana linasema ya kwamba
akapita na akawakuta wapendwa ambao wamepepa ile jeneza. Angalia, jeneza linapepa mtu asiye na uhai. Angalia, jeneza linapepa na watu wale ambao wengine hawana uhai katika maisha. Kwa hiyo walipokuwa wamemchukua wanaenda naye, maandiko yanasema walikuwa wanaenda naye, na walipokuwa wanaenda nayo, Yesu akaingia katika mahali hapo, na alipokuwa anaingia katika lango akaona wamapepa, na alipokuwa katika nafasi hiyo, Yesu akaanza kuona shida ya watu hawa. Maandiko yanasema akaanza akafunua sanduku, na walipofungua sanduku, yeye akaanza kunena na yule mtu ambaye ako kwa sanduku. Yule mtu ambaye amekufa, hana matumaini, mama yake hana matumaini. Na kwa hiyo Yesu anataka kuzungumza na mtu ambao hana matumaini, mtu ambao amekufa, na anataka kumwambia kuondoka katika jeneza. Na alipokuwa katika jeneza, alisababisha waliokuwa wanampepa waende naye. Biblia inasema they stood still, hawakutembea. Hawa watu ambao wako wanachukua, kuna matumaini katika maisha yako. Kuna watu ambao wamekuangalia, kuna watu ambao wako wanaona nafasi yako, kuna watu ambao wamejipanga, hawataki waone mafanikio yako, hawataki waone katika nafasi yako. Lakini leo ninasema Yesu anasema ni jawabu, anataka kunena, anaambia sanduku, wewe nyamaza na simama. Na waliposimama, wale waliokuwa wanaondoa matumaini ya mama huyu, waliposimama katika mahali hapa, na Yesu aliponena, akanena na maiti, na maiti wakaanza kuzungumza. Maiti wangapi ambao wako kanisani? Maiti wangapi ambao wako katika nje, ambao katika nafasi yao? Maiti wangapi ambao wako katika sanduku, lakini wamekuza, ambao Yesu anaweza simama mahali hapa na kuanza kuambia, inuka utoke katika sanduku. Na ndio tumekuja na kuombo katika mambo haya, tuambie masanduku, ondokeni katika masanduku. Masanduku ya tini ambao mnakaa mahali pale, masanduku ya mira ambao mnakaa katika mahali pale, yamemaliza matumaini. Lakini leo ninakupa matumaini, mwanangu, ninakupa matumaini, baba, ninakupa matumaini, mama, ninakupa matumaini. Kuna uwezo, Yesu ana uwezo, Yesu analeta matumaini. Ndio usiku wa leo, kuna matumaini katika maisha yako, kuna matumaini katika jamii yako. Hata hivyo wamesema hautafaulu, hata hivyo mipangilio zako zimekufa. Leo ninakutabiria, leo ninakutabiria, ninasema leo ya kwamba kuna matumaini. Ninasema leo kuna matumaini kwa nyumba ya Mungu Open Bible. Kuna matumaini, watu wanaokoka, watu wanaokoka, watu wanaokoka kwa nyumba hii, watu wanajaa kwa nyumba hii. Kuna matumaini, maana sanduku leo linasimama. Maandiko yanasema katika mahali hapa, asante Bwana, Holy Spirit of God, how I love you. Alikuza jeneza katika maisha yangu. Siku moja nilikufiwa, nikaamua hata kutoroka, nisiwe karibu na hata nyumbani, kwa sababu wazazi walikuwa wamefika mahali wananiondolea tumaini. Nilipofanya uamuzi wa kutoroka, sikupata tumaini, nikatoroka nikaenda mji ambao wa Nakuru. Nikakaa katika mji wa Nakuru nikiwa ninafanya kazi katika mahali pale, lakini sikuwa na mafanikio katika nafasi ya maisha yangu. Siku moja ile kazi niliyokuwa ninafanya na watu wa Team Cell, katika nafasi hiyo
kazi ikakuja ikakwisha, na ikabidi nirudi nyumbani. Mahali niliposema hakuna nafasi, nilichukua hatua tena, hatua ya kuumia katika ndani ya maisha yangu, lakini Bwana akasema kuna matumaini, ninakurudisha katika nafasi hii. Ndivyo wanasema katika nafasi hii, usidharau mwanzo mdogo, usidharau mwanzo mdogo, maana hata hivyo mwingine akasema mti unapokatwa hautapaki hivyo, ulikuwa mmoja lakini utaanza kumea nyingi, utaanza kumea nyingi. Na ndipo mji huu wa Bungoma tunatangaza usiku wa leo ya kwamba walioona ya kwamba mji huu hautakuwa na wasemaji, leo wapo. Mzee wa Kumua amejizalisha katika mahali hapa. Tunasimama tukitangaza ya kwamba injili inaendelea, 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 injili inaendelea. Watu wanaona injili ikiendelea. Usiku wa leo ninajua umepakawa na mapepo yanakusumbua katika kulala, hauwezi ukalala, hata umeamua unalala sakafuni. Lakini sikia, kuna watu wa Mungu katika mahali hapa wamekuja ile sanduku ambalo linakutesa, ambalo linakufanya hauna matumaini. Leo kuna matumaini. Haleluya! Kuna matumaini watu wa Mungu. Kuna matumaini katika semina hii. Kuna matumaini watu wanaenda kuokoka. Maana kila mtu atakapokuwa anaondoka, uwepo wa Bwana, Roho yule ambao wamefundisha ataandamana na wewe. Wewe itika tu na yeye anaingia ndani yako. Wewe uite tu nisaidie, na yeye atakusaidia. Yeye atakufundisha, yeye atakupeleka. Na utakapokuwa umepepa jeneza, mwambie Yesu atakuhurumia, atakuhurumia. Oh Jehova atakuhurumia. Huyu Yesu atakuhurumia. Aliyenihurumia mimi anaweza, na ndipo usiku wa leo anaweza, anaweza kukuhurumia. Hata ndoa ikiwa mbaya, umeamua usiku wa leo uwe na shida, lakini tunakwambia Yesu atakapoonekana langoni, basi kutakuwa na amani. Huyo mume atakuwa na amani na wewe, kama vile tuko tunaomba kwa sababu ya ndoa. Bwana anaenda kufanya mapenzi yake, maana matumaini tungali nayo. Usikufe moyo. Raheli alilia. Yeremia anaandika kwamba Raheli akaanza kulia. Milango 31 mstari wa 16, naanza kulia. Na alipoanza kulia, maandiko yanasema yakaambia Raheli, mama huyu Raheli akamwambia Raheli, usilie, usilie, kope zako zisitokwe na machozi. Kungaliko kuna matumaini katika maisha yako. Usilie kana kwamba jambo fulani lilipokuwa limepita, kuna lingine ambalo lipo. Mwanangu, ndoa yako inapokuwa katika nafasi ngumu, kungaliko kuna jambo lingine ambalo Bwana anaenda kulifanya. Watoto wale ambao wameona katika nafasi yao, atumezaa unazaa matao ya kulevya, lakini nataka nikwambie kungaliko kuna kitu kingine ambao Bwana atafanya. Aliyemsaidia Adamu baada huyu Kaini akaua kijana ambaye anaitwa Abeli, Mungu hakuacha huyu mwanaume, alifanya akamletea Seti. Kungali kuna tumaini. Kama Bwana alikukusudia kukuokoa, kungali kuna matumaini. Watoto wako wawe namna gani, kungali kuna matumaini. Kubaliana na sauti hii, kungali kuna matumaini. Nimeona Bwana akifanya matumaini. Nimeona Bwana akiinua watu ambao wamekuwa katika nafasi iliyo ngumu. Kungali kuna matumaini ya kwamba Bwana hapa anasema usilie, weka imani katika nafasi yako. Waliamini Bwana
Bwana aliwatenda mema, Bwana aliwatenda mema, kama vile mwingine alivyokuwa anasema, huyu Yesu wa Nazareti, kila mahali ambao yeye aliyokuwa ametumwa, Baba amempaka mafuta, amempaka mafuta ya kuvunja minyororo ya adui, ya kuvunja minyororo ya wakanga, ya kuvunja minyororo ya wachawi, na hata hivyo yaliyokuwa yamefunga wachungaji, yamefunga watumishi, yeye anasema alipenenda katika kila mahali, alitenda mema. Huyu Yesu alitenda mema, anaweza tenda mema, anaweza kutendea mema. Leo kwa nyumba yako anaweza tenda mema, leo kwa watoto wako anaweza tenda mema. Mshuhudie ndani ya maisha yako ya kwamba yeye ni Bwana na anaenda kukupigania katika maisha yako. Sasa Bwana, katika nafasi hii, wacha nikupe nafasi ambayo nafasi tunaanza kuona wakati ambapo tunamuona Daudi katika nafasi hii. Tunaona Daudi alianza kupikana na Waamaleki na akashinda. Alipikana na Waamaleki, na wakati alipokuwa anapikana na Waamaleki, Biblia inasema Waamaleki katika nafasi yao hawa walikuwa wakali mno, na hawa ndio Bwana akasema lazima uwaue wote, umalize katika nafasi hii. Ameambia Sauli awaue watu hawa, lakini Sauli akanarudi katika nafasi hii na watu hawa. Inawezekana wewe ungali kuna kitu kingine kinono katika nafasi yako, ndio inafanya watu hawafike katika viwango ya Mungu kufanya pamoja nao. Wewe ungali umeweka kinono, umekuwa kama agano, umeficha mahali kwa vyako, kwa hiyo sasa vinasababisha vyako vina